Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi allama bilqalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nurul hidayah wa ala alihi wa ashabihi an-nujumu rashada, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wetu wa Msimbo Online TV, bado tunaendelea tena katika darasa zetu mbalimbali za adhkar na dua kupitia katika chaneli yetu hii pendwa ya Msimbo Online TV. Na leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala tumekuja na maudhui na mada inayosema soma nyiradi hizi mwanzo wa usiku. Soma nyiradi hizi mwanzo wa usiku. Ni vyema ukasikiliza maudhui hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu nyiradi zenyewe ambazo tunakwenda kuelekeza hapa ni nyepesi sana. Inshallah zichukue na nyiradi hizi na nenda kazitumie, utakwenda kuona maajabu na miujiza mkubwa sana kupitia nyiradi hizi ambazo leo tunakwenda kuzielekeza kupitia katika darasa zetu hizi katika channel yetu hii ya Msimbo Online TV. Lakini bado nasisitiza tena, ni waombe wale ambao wanapita kwa mara ya kwanza katika channel yetu hii lakini bado hawaja subscribe, basi wa subscribe ili mradi waweze kupata darasa zetu kwa wakati, kila wakati tutapokuwa tunazileta biidhnillah taala. Leo tumekuja na maudhui nzuri sana ambayo kila mmoja wetu hapa ana haja na shida na dhiki. Basi twende tukaelekezane namna ya kutumia nyiradi hizi mwanzo wa usiku. Na mwanzo wa usiku, ndugu zangu katika imani, unaanzia baada ya magharibi. Kipinduka magharibi tayari imeshaingia usiku, na huo ndo mwanzo wa usiku. Kwa hiyo mwingine anaweza akajiuliza, mwanzo wa usiku ni upi? Mwanzo wa usiku ni baada ya magharibi, bi maana ikipinduka magharibi na kwa tayari imeshakwenda mwanzo wa usiku. Kwa hiyo mwanzo wa usiku tunakwenda kujifunza nyiradi hizi ambazo ukizifanya kuna faida kubwa utakwenda kuipata, na kuna makubwa sana utakwenda kuyaona kupitia katika visa mbalimbali na mambo mbalimbali ambayo yametokea huko nyuma. Utakwenda kujifunza katika nyiradi hizi ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillah taala. Tuanze na kisa kimoja, baada hapo twende katika mada ya leo sasa. Lakini kisa chenyewe kinaungana na mada hii ambayo tunakwenda kuelezana hapa. Kuna bwana mmoja, huyu bwana alikuwa na shida, alikuwa na dhiki kubwa. Yaani alikuwa na deni anadaiwa, na akajitahidi sana kwenda kwa watu mbalimbali angalau kwenda kukopa sehemu ili akafidie na kulipa lile deni ambalo linamsumbua. Imefika wakati wa kulipa lile deni, mwenyewe anahitaji kiasi chake cha pesa, yule bwana pesa ya kulipa lile deni akawa hana. Na alizunguka sana katika mji wake kutafuta mtu ambaye anaweza kumsaidia ili akalipe kile kiasi cha deni ambacho anachodaiwa. Mpaka inafika jioni, yule bwana kiasi kile hajapata, na bado yule bwana mdaiwa wake anamfuatilia na anamuongelea maneno ambayo sio mazuri. Yule bwana alipoona vile, akaingia msikitini katika muda wa magharibi. Imeswaliwa magharibi. Baada ya kuswaliwa magharibi, yule bwana akabakia, akaenda kujitenga pembezoni kabisa mwa ukuta wa msikiti, pembeni kabisa, akawa amekaa peke yake. Alafu akasoma nyiradi hii ambayo ninakwenda kukuelekeza wewe Muislamu, na uifanye mwanzo wa usiku. Uifanye mwanzo wa usiku, utakwenda kuona muujiza mkubwa sana. Yule bwana amekaa katika kile kikazi alichokaa, akawa anasoma nyiradi hizi huko machozi yanamtoka. Yaani anasoma alafu hisia zake zikaenda mbali sana. Yaani mpaka akakisha kwamba mpaka machozi yakawa yanatoka kwenye mkono wake. Maki alifanya hivi, hii mikono yake wakati anasoma, Mwenyezi Mungu akamuonyesha muujiza mkubwa sana. Akamuona mtu mweupe katika kiganja chake cha mkono hiki. Akamuona mtu mweupe kwenye kiganja chake cha mkono. Yule mtu naye akawa anasoma zile nyiradi, na yeye huku akawa analia. Baada kumaliza zile nyiradi kusoma, wale bwana hajakaa muda mrefu, anapokea taarifa kwamba kuna mtu anamuita, na huyo mtu alishawahi kwenda kumwazima pesa ili arudishe kile kiasi cha yule bwana. Yule bwana alimkatalia na akamwambia hana. Lakini wallahi amemaliza zile nyiradi, anapewa taarifa kwamba yule bwana kule anamuita.
Yule bwana akatoka msikitini enda kwenda kule, akampa kile kiasi cha pesa anachodaiwa akalipe, na akampa pesa nyingine kama mtaji ya kufanyia biashara yule bwana, na akamwambia hiyo pesa nilokupa deni na hii hapa yote, hakuna deni, wewe chukua tu. Shekhe, narudia, yani kama utamuomba Mwenyezi Mungu kwa dhati, narudia neno siku zote wanalizungumza, yani kama kuna mtu atamuomba Mwenyezi Mungu hali ya kuwa moyo wako unahudhurisha katika dua. Kuhudhurisha moyo na maana gani? Yani wakati unaomba ile dua, iwe mawazo yako, fikira zako, akili zako zote iwe kana kwamba Mungu unamuona mbele yako, ndio kuhudhurisha moyo katika dua. Wengi tunakosea sehemu hiyo. Mtu akiomba dua mara mawazo yako mbali, makatiza simu. Lakini jambo la pili, uwe na yakini kwamba hiki ninachokiomba Mwenyezi Mungu atanipa. Jambo la pili hilo ambalo sisi watu wengi hatuna. Sasa nini jinadi ambayo nitakwenda kuelekeza siku ya leo? Ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema alidhu biyadhal jalali wal ikram. Alidhu biyadhal jalali wal ikram. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad. Mtume anasema jilazimisheni, ikamateni, ifanyeni sana dua hii. Semeni sana ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram. Na ndio maneno yule bwana alikuwa anasema pale msikitini, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram. Ni maneno ya Mtume Muhammad haya, anasema jilazimisheni, jibidisheni kuyakamata na kuyashika na kuyasema sana maneno haya, ya dhal jalali wal ikram. Ya jamaa akawa anayasema haya, Mwenyezi Mungu akaenda kumlipia deni lake. Anakuja kupewa taarifa ya mtu ambaye alimwendea akamwambia hana kitu, anakuja anapewa, tena sio kwa deni, kupewa kabisa. Shekhi, sasa bwana yake nini? Nimekuletea ndugu yangu katika imani, mimi na wewe, miladi hizi tunazifanya mwanzo wa usiku, bi maana kuanzia magharibi kwenda mbele. Sema tu ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram, kwa idadi utakayeweza, lakini itapendeza sana uzifanye kwa witri. Kama ni mara moja, kama ni mara 5, ama mara 7, ama mara 9, au mara 11, au mara 13, au mara 15, au mara 17, lakini ziende kwa witri, kwa idadi utakayoweza mwenyewe, na jinadi hizi zifanye mwanzo wa usiku. Hiyo jambo la kwanza. Hiyo jambo la kwanza ndugu yangu. Jambo la pili, kuna sahaba alikwenda kumlalamikia na kumshtakia bwana Mtume Muhammad. Alimwambia, dunia imenitenga, hali yangu ya maisha imekuwa ni ngumu, mazingira yangu ni magumu ya Rasulullah. Anamshtakia hali yake imekuwa mbaya, mazingira yake magumu. Mtume akamwambia, nikufundishe tasbihi za malaika ili uzifanye tasbihi hizo, inshallah Mwenyezi Mungu atakutengenezea maisha yako na hali yako itakuwa nzuri. Wakati anaambia vile yule sahaba, Umar akasogea karibu ili asikilize ajue ni tasbihi gani. Akamuuliza Mtume, zipi hizo? Mtume akamtajia tasbihi hizi hapa, ndio na wewe nakutajia kama mimi ninavyofanya, na wewe inshallah jitahidi kila siku zifanye. Fanya hii mwanzo jioni wa usiku, na hii vile fanya mwanzo usiku. Alimwambia yule sahaba aseme subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, astaghfirullah. Narudia tena, maneno machache sana na ni mafupi sana. Alimwambia yule sahaba aseme subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, astaghfirullah, kwa idadi atakayeweza yule sahaba. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim, astaghfirullah. Ni maneno ambayo ukiangalia mafupi sana, lakini ni miongoni katika maneno ambayo kwa hadithi sahihi ya Mtume ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda sana. Katika mizani maneno haya ni mazito sana. Kwenye ulimi ni mepesi, katika mizani haya ni mazito, na Mwenyezi Mungu anayapenda sana maneno haya. Inshallah zifanye nyinadi hizi katika nyakati za jioni, utakwenda kuona muujiza na maajabu makubwa sana kupitia nyinadi hizi biidhnillah taala. Kwa leo tunakwenda kuishi hapa, tukutane katika somo lijalo, na tukutane katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua. Na wale ambao hawajasubscribe, inshallah wasubscribe ili waweze kupata faida kubwa kwa mada na darasa ambazo tunazileta kupitia katika channel yetu hii ya Msimbo Online TV biidhnillah taala. Lakini vile vile usiache kulike darasa zetu, ama kama una comment yote unaweza kaacha hapo chini, tapitia comment zako nitakwenda kuzijibu biidhnillah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi
taala wa barakatuh.